Licha ya kumuua kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, maafisa wengi waandamizi wa Marekani wanasalia kuwa na mashaka juu ya operesheni ya kijeshi inayoendelea ya Marekani na Israel dhidi ya jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran, wakisema kwamba operesheni hiyo itasababisha mabadiliko ya utawala katika muda mfupi ujao. Lakini hili nalo ni moja kati ya changamoto ambayo wanaiwaza kutokana na namna wanavyofikiria namna ya kumaliza vita hivyo. Kabla na baada ya kuanza shambulio hilo, maafisa wa Marekani akiwemo Rais Donald Trump wa Marekani walikuwa wamependekeza kuangusha mfumo wa serikali ya Iran. Ni miongoni mwa malengo kadhaa ya Marekani, mbali na kulemaza miradi ya makombora ya ballistic ya Iran pamoja na nyuklia, alisema rais wa Marekani Bwana Donald Trump kupitia vyombo vya habari, na hapa namnukuu: "Ninatoa wito kwa wazalendo wote wa Iran ambao wanatamani uhuru wa kukamata wakati huu, na tutarudisha nchi yao," Trump alisema Jumapili kwenye video iliyowekwa katika ukurasa wake wa Truth Social. Lakini maafisa watatu wa Marekani wanaofahamu ujasusi wa Marekani walisema kuna mashaka makubwa kwamba upinzani unaweza kuangusha mfumo wa utawala uliopo nchini Iran uliokuwepo tangu mwaka 1979. Hata hivyo, hali inayoonekana ni kwamba mamlaka nchini Iran hazipo tayari kuanguka kwa aina ya utawala huo, na hata wakati huu tayari wameshateua viongozi wenye misimamo inayolengana na ile ya Ayatollah Al-Khamenei. Hakuna maafisa walioshauriwa na shirika la habari la Reuters waliokataza kabisa uwezekano wa kuanguka kwa serikali ya Iran ambayo sasa inakabiliwa na hasara kubwa ya wafanyakazi kutokana na mashambulizi ya anga ya Marekani na Israel, na hawapendezwi kufuatia duru ya mashambulizi yanayofanywa pia na Iran. Mashambulizi yanayofanywa na Iran yanawapa wasiwasi juu ya namna ya kutumia njia za kuweza kuangamiza utawala huo. Hata hivyo, inadaiwa kwamba huenda rais wa Marekani akaagiza shambulizi la hatari baada ya kusema kupitia ukurasa wake wa Truth Social kwamba huenda akaagiza mashambulizi mabaya mno ndani ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ambayo yanaweza kuangusha kabisa utawala ambao kiongozi wake mkuu Ayatollah Al-Khamenei tayari ameshauawa. Lakini ni mbali na uwezekano au hata uwezekano katika muda wa karibu. Wanasema shirika la habari la Reuters limeripoti hapo awali kwamba tathmini za shirika la kijasusi la Marekani CIA zilizowasilishwa katika ikulu ya White House wiki chache kabla ya shambulizi la Iran zilihitimisha kwamba ikiwa Khamenei atauawa, nafasi yake inaweza kuchukuliwa na watu wenye msimamo mkali kutoka katika jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC au maulamaa wenye misimamo mikali, vyanzo viwili vilisema. Afisa mmoja wa Marekani mwenye ujuzi wa majadiliano ya ndani ya ikulu ya White House alisema maafisa wa IRGC hawana uwezekano wa kujitolea kwa sehemu fulani kwa sababu wamefaidika na mtandao mkubwa wa utetezi ulioundwa kudumisha uaminifu wa ndani. Tathmini ya CIA ilifuatilia angalau ripoti moja kutoka kwa shirika la kijasusi la Marekani ambalo lilibainisha kuwa hakuja kuwa na uasi wa IRGC wakati duru kubwa ya maandamano ya kuipinga serikali mwezi Januari ambayo yalikabiliwa na nguvu za kikatili na vikosi vya usalama vya Iran. Kasoro kama hizi zinaweza kuwa sharti la mapinduzi yoyote yenye mafanikio kulingana na vyanzo vitatu vya ziada. Vyanzo hivyo viliomba shirika mahususi la upelelezi lisitajwe. Vyanzo vyote ambavyo Reuters ilizungumza navyo kwa habari hii viliomba kutojulikana ili kujadili tathmini za kijasusi. Trump mwenyewe alisema Jumapili alipanga kufungua tena mawasiliano na Iran, akipendekeza Washington haioni serikali ikienda popote angalau katika muda wa hivi karibuni. Ikulu ya White House haikujibu mara moja ombi la maoni wakati CIA ilikataa kutoa maoni. Hata hivyo, Ali Larijani, mkuu wa usalama nchini Iran, amesema Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran haiwezi kuingia tena katika mazungumzo na Marekani. Siku ya Jumapili pia rais wa Iran Masoud Pezeshkian alisema baraza la uongozi limeshaundwa na yeye, mkuu wa mahakama na mjumbe wa baraza la walinzi lenye nguvu limechukua kwa muda majukumu ya serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu.